Tafsiri ya ndoto ya pili. Kumbuka tulitafsiri ndoto moja kibibilia. Ilikuwa ndoto gani? Ya vyakula. Wale wenzangu na mimi mnaokula kuku usiku, mnakula mapilau usiku. Nilikupa tafsiri nzuri, lakini nikakwambia usicheze na ndoto, usichukulie poa ndoto. Ndoto ni lango la kiroho, is a spiritual door. Ndoto ni lango la kiroho linalotumiwa na Mungu, lakini linatumiwa na shetani vile vile kwa ajili ya kupenyeza vitu vya kiroho katika maisha yako. Na hivyo vitu vya kiroho vinavyopenyezwa vitajidhihirisha kwenye ulimwengu wa mwili wa maisha yako. Nikakwambia ndoto ni rada, is a spiritual rada. Ni rada ya kiroho inayokagua katika ulimwengu wa roho wako, ili kusije kukatokea uvamizi wa maisha yako without knowing. Na ile rada inakutumia taarifa. Ndio mara unashangaa umeota hiki, umeota hiki, umeota hiki. Zile ni rada imedaka taarifa kwenye ulimwengu wa roho wako, ikakutumia zile taarifa. Kwa bahati mbaya sana, watu wengi hawafanyi kazi taarifa wanazotumiwa na rada yao. Rada imekutumia taarifa hii, umechukulia poa. Umekutumia taarifa hii, umechukulia poa. Imekutumia taarifa hii, unachukulia poa. Mwishoni unajikuta unakutana na mambo mazito kwenye maisha. Unafikiri ni ghafla, sio ghafla. Mengine Mungu alisema na wewe mapema. Mengine rada yako ilidaka mipango ya shetani kinyume chako mapema, lakini hukufanyia kazi. Na wengine hawafanyii kazi kwa sababu anadaka taarifa, lakini hajui tafsiri ya hizo taarifa. Na naelewa chosema, hajui tafsiri ya hizo taarifa. Na bahati mbaya au mbaya zaidi, anaenda kwa mtu ambaye naye hajui mambo haya vizuri, anamtafsiria ndivyo sivyo. Na nimeona warokole wengi wamepotezwa na ndoto. Nimeona warokole wengi wameathiriwa na tafsiri za ndoto. Nimeona ndoa zinavunjika kwa tafsiri za ndoto. Nimeona biashara zinafilisika kwa tafsiri za ndoto. Wamekutana na watumishi ninja. Sema watumishi ninja. Wanawatafsiria vibaya ndoto. Na kwa sababu ni mtumishi na amemtafsiria, yule mtu anaamini. Akiamini, akitekeleza choambiwa, anaumia, anapata madhara. Wengine ndoa zimevunjika, wengine wameathiri watoto wao, wengine biashara zao zimefilisika, wengine wameharibu hata maisha yao kwa sababu walitafsiriwa vibaya. Sikiliza, tafsiri yoyote ya ndoto ambayo haina msingi wa neno la Mungu, wana NVC nisikilize, achana nayo. Nimesema nini? Achana nayo. Hiyo kwamba unaona konokono anatembea, nasema mtumishi, uliona nini? Konokono. Hiyo ni maisha yako, anatembea kama konokono. Mtumishi, nipe maandiko. Sio maandiko, naongozwa na roho. Neno ndio acid test ya kila kitu. Sema neno. Sema neno. Ndio maana na wafundisha tafsiri za ndoto kwa msingi wa neno. Kwa msingi wa neno. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Na nikakufundisha ishara 6 ishara 6 zinazoashiria ndoto ulioota ifanyie kazi haraka sana. Wangapi mlikuwa kwenye darasa? Yes, nilifundisha Alhamisi moja wapo. Ishara 6. Hizi ni indicator 6. Ukiziona ujue ukiona ama moja wapo unajua hii ndoto si ya mchezo. Hii ndoto nitakiwa ni react haraka, nifanyie kazi haraka. Na Jumapili ile iliyopita nikaanza sasa kwambia acha tuanze kutafsiri ndoto moja moja ambazo ni popular. Nasema nachukua zile ambazo ni popular, ambao kama mchungaji, kama watumishi tumeona watu wengi sana
Lakini sio wao tu, hata sisi watumishi zingine tumekutana nazo, tukapambana tukavuka. Kwa hiyo tuna namna ya kukufundisha, kukusaidia. Sema amina. Ndoto ya kwanza, ndoto zinazohusu chakula. Nilifundisha Jumapili iliyopita na nisirudie. Nafikiri nilikupa vitu kama 7 kama sikosei. Ni vitu kama vingapi? Tafsiri kama 7 ya ndoto zinazohusu chakula. Na inahusu unakula chakula gani, unakula na kina nani, unapewa na kina nani, na uko kwenye mazingira gani. Alafu nikakupa zile tafsiri. Leo nataka niingie ndoto zinazohusu mambo ya zinaa. Zinahusu mambo ya zinaa. Hii ni ndefu sana. Kwa hiyo hata leo siwezi kuimaliza. Tafundisha kipande, Jumapili nyingine tafundisha kipande. Takuwa nafundisha, taona. Kama Alhamisi ya maombi na yenyewe naweza nikaitumia kufundisha kipande, tutafika. Ndoto zinazohusu zinaa. Pastor, unamaanisha nini? Yaani uko kwenye ndoto, unaota unajamiiana. Sijui kama ni lugha ya kistaarabu. Nafikiri ni ya kistaarabu. Unajamiiana. Mwingine haoni huyo mtu, ila ana feel ile hali. Mwingine anamuona huyo mtu. Watu walivyonyamaza namna hii ni kama pastor umeongea matusi. Lakini watu wanazo tu hizo ndoto ndani ya makoti yao, ndani ya lipstick zao. Kuna dada mmoja, nitoa ushuhuda nimekuwa nikiutoa, sitaka nisahau. I was not a pastor. Sikuwa mchungaji. Sijui kwa nini udada huwa nitoki maishani. Sikuwa mchungaji. Nilikuwa mfanya biashara pale soko kuu, duka namba 9. Baadaye Dadi Jesse akanipigia simu, alikuwa Nairobi anasoma. Akanambia kuna mtu nimemwagiza aje kwako. Akasema yes sir. Kiongozi kuagiza unasema yes sir. Sasa mimi naendelea zangu na biashara, nauza. Baadaye kwa mchana wateja wamepungua kidogo, nikajilaza juu ya mabox pale kidogo kupata hewa. Kijana wangu Bulabu sijui kama yupo, alikuwa pale mbele ya duka. Ghafla akaja dada mmoja, sitaka msahau. Ni mweupe hivi, mweupe. Anafanana kama binti yangu wa Asha Zuri. Yule pale, simama mwanangu, mwishoni kule. Ni happy. Hivyo. Ani happy utafikiri kama wewe. Hivyo. Na mwili wake hivyo. Akaja. Sasa mimi kwa nimejilaza kama Nabii Elia juu ya mabox pale. Na mtafakari Bwana juu ya nani, juu ya mabox. Niliporusha macho nikamwona dada mmoja ameingia. Mimi nikajua ni mteja. Baadaye akamuuliza eti good luck. Kwa good luck ni hapa. Sasa kijana wangu ashafundishwa kunilinda, lazima atakuuliza maswali mengi. Sababu anajua mimi ni muuza duka lakini mtumishi. Akamwambia baada ya kumuuliza maswali mengi. Akamwambia yuko wapi? Akamwambia yuko ndani. Sasa unajua dada ananiona na bado anauliza niko wapi. Unajua maana yake? Si unaelewa maana yake ni nini? Kuna namna litegemea. Kwanza unakutaje mtumishi kwenye mabox? Hapa pana jambo jema kweli hapa. Niliagizia huko kwenye mabox kama Nabii Elia, akamwambia mwambie aje. Akasogea. Akatoka kwenye mabox nikamfuata, akamwambia karibu. Akamwambia unafahamu Jesse? Akamwambia nafahamu. Ameniambia nje kuona, sema na taarifa zako. Taarifa zako. Sema muuza duka huyo. Na taarifa zako. Akaniangalia muda mrefu, akaanza kulia. Akalia sana ule dada. Akamwambia Roho Mtakatifu nafanyaje sasa? Akamwambia wacha alie. Na mimi nikampa nafasi alie. Akalia. Alipomaliza kulia akamwambia umaliza. Sasa niambie. Akamwambia mtumishi, nimeteseka. Nimeombewa na alinitajia kati ya 20 na 22. Nimeombewa na watumishi 22. Sijawahi kupata msaada. Akamwambia shida nini? Akamwambia kila siku ya Mungu
natafuta lugha ya kistaarabu sababu mna mchanganyiko mwingi sana. Kila siku ya Mungu naota ndoto. Lugha nzuri nini? Lugha nzuri nisaidieni. I have to tumia lugha nzuri. Nalala. Unajua kuna masomo mengine kuyafundisha nao ni magumu, lakini ndio shida ambazo watu wanakutana nazo. Asante. Anashiriki kimwili na mtu kila siku ya Mungu. Dada ni mweupe, lakini unajua kuna weupe na weupe. Yaani kuna weupe wa kufubaa kabisa. Nyinyi mnacheka. Mimi na uwezo wa kuangalia ngozi ya mtu nikajua huyu ana mapepo. Muulize mke wangu. Tena namwangalia mtu anambia unamwona huyu ana wadudu. Msijaomba. Na cheki ngozi, na cheki macho. Mtu akizidiwa na mapepo yanaharibu mpaka facial expression yake. Yanatoa mpaka harufu ya mdomo. Sasa mwambie mwenzio hiyo ni ya juu kidogo, wewe huwezi kujua. Si kila mtu amespecialize kwenye kona yake. So umeshanielewa? Akaambia kila siku ya Mungu. Akanambia na ndugu yake Marekani, dada yake. Shemeji yake ambaye ameoa dada yake alimchukua Tanzania, jamani, akampeleka Marekani amsomeshe, amtafutie na kazi. Ama watu wengi wanatamani hilo. Amefika Marekani, amelipua tiketi ya kila kitu. Amefika siku 2. Siku ya 3 anasema, "Mimi sitaki, mnirudishe." Yaani aliwasumbua. Shemeji yake alikasirika. Wewe jiulize tu, unatafutaga mfanyakazi wa 30,000. Wewe 30,000 tu umemtoa hapo Ngara. Akafika tu wiki tu anataka kurudi nyumbani. "Hey, hela yangu, hela yangu." 30,000. Waulize wa mama ananielewa. 30,000. Nauli ya Marekani. Ibilo shemeji atafute hela amrudishe, na akamwapia. Akamwambia nimejitahidi kukuleta nikusomeshe. Sababu ile dada alikuwa ni nesi paka hiyo level. Nikutafutie na kazi ambacho watu wengi wanatamani. Umefanya hiki, hutakaa unione nimekusaidia. Akarudi Tanzania. Aliporudi akatulia, yakaendelea naye kila usiku. Asema, "Kaka, nimechoka. Nimeombewa sana na watumishi na mbii." Akanitajia majina. Akanitajia watu heavy na waheshimu sana. Heshimu. Na waheshimu sana. Akawataja. Roho Mtakatifu akanambia, sitaka sawa. Akaambia, "Good luck. Usimwombee huyo dada." Sasa enzi hizo sijajua nilikuwa na hekima au ni vipi. Kamwangalia usoni, nikamwambia, "Dada, sitakuombea." Sitakuombea. Akalia zaidi. Niliona analia, nikamwambia, "Roho Mtakatifu, nishamwambia. Nimwambie tena kingine nini sasa? Nishamwambia simuombei." Akaambia, "Mwambie mkutane jioni baada ya wewe kufunga duka. Mkutane kwenye ofisi za huduma." Tulikuwa na ofisi za huduma pale Ghana. Kwa tuna nyumba maombi. Tumechukua nyumba nzima, tumeigeuza kuwa nyumba maombi, watu wanakuja wanaomba. Sasa mimi kwa ni director wa nyumba maombi. Unaonaje hiyo? Director wa nyumba maombi. Hiyo si imekaa vizuri? Director wa nyumba maombi. Ni kweli kuna madirector kampuni, lakini mimi kwa director nyumba maombi. That's good. Nikamwambia, "Utaniona jioni." Kukata hadithi ndefu, alikuja jioni. Nilimfundisha. Roho Mtakatifu ananiambia usimwombee hivi, mfundishe. Kafundisha. Nilipofundisha nikaona uso wake umeiva kama nyanya, nikajua tayari. Nikamwambia simama. Nilipomwombea nguvu za giza zikamtoka. Sikiliza. Kwa mara ya kwanza kwenye maisha yake alikaa siku 2 bila mapepo kuja kumharasi. Kwa mara ya kwanza kwenye maisha, siku 2. Sema siku 2. Kuna mtu anasema siku 2 alafu yakamrudia, au subiri story. Siku 2. Na mimi sipendi kuexaggerate mambo. Alikaa tu siku 2. Siku ya 3 akanipigia simu. Akaambia, "Mtumishi, yamekuja tena." Nilikasirika, akamwambia, "Nani alikwambia uyafuate?"
Akasema, mtumishi, kweli unaweza ukanijibu hivyo? Nikamwambia, ndio nimekuuliza, nani alikwambia uyafuate? Akamwambia, mimi sijafuata. Akamwambia, uliyafuata? Na nilijua. Nikamwambia, nione tena. Nikaja nikamfundisha tena andiko lingine ambalo Yesu alisema, pepo mtokapo mtu huenda mahali pasipokuwa maji, kisha usema nitarudi, nitarudi. Afasema akirudi huangalia, haingii, anakagua mazingira, panaingilika. Asema akiona panaingilika, haingii, anaenda kuchukua 7 abaya. Nikamwambia, ulitengeneza mazingira kuingilika. Nikamwambia, wewe ulishinda na hofu. Akaambia, mtumishi, tafikiri ulikuwepo. Yaani hiyo siku asubuhi nimeamka naogopa. Yaani hisi yatakuja. Na usiku akaja. Nikamwambia, ndo mlango huu. Nikafundisha namna kupambana na hofu. Nikamwombea. The good news, yule dada nguvu zikaisha. Sasa ona, alikuwa ni dada na miaka kama 24 na 5 mpaka na 6. Kwa miaka 26 maisha yake yameharibiwa na hizi ndoto za zinaa. Na hizi ndoto zinapiga uchumi, huwa zinapiga mahusiano, zinapiga na kibali. Mnanielewa ninachokisema? Mnanielewa ninachokisema? Nikiwa hapa, sijui kama mtakumbuka, nilikuwa na nyinyi, nafikiri Kalikula alikuwepo, sijui kama wengine mlikuwepo. Kuna dada mmoja sana naamini, nimemkumbuka na jina, naomba simtaje jina. Yule dada, yeye kila usiku, ni dada mkubwa, naomba simtaje jina, anaota ndoto wako na mwanamke mwenzie, wanashiriki na mwanamke. Anasema, mimi pasa ni wanawake tu. Sasa ona maisha yake, nilishangaa kwa sababu ya experience nilikuwa sije kukutana nayo kwenye huduma. Ona maisha yake, anachukia mtu yeyote anaitwa mwanaume, kuanzia katoto kadogo kasiku moja kalikozaliwa leo kakiwa nkakiume, ana hasira nako. Wangapi mlikuwepo kwenye darasa? Ulikuwepo? Ulikuwepo? Ulisikia hiyo kitu? Yaani yeye asione mtoto wa kiume. Asema akitembea njiani, akikutana na vitoto vya kiume kikamsemea, shikamoo dada, anakambia, toka hapa, dada yako nani hapa? Ana hasira. Anasema akisemeshwa na watu wa bodaboda, anasema nitamtukana yeye, nitatukana baba yake na mama yake na bibi yake na babu. Sina mchezo, tukana wote. Nilishangaa. Nikamwambia, sasa nilikuwa nimesimama hapa hivi, nilikuwa nimesimama mbele yake. Nikamwambia, sasa mimi si unajua ni wa kiume, unajisikiaje? Akamwambia, najisikia vibaya. Hapa na nilikuwa ni dada li giant limepanda. Ndio maana sasa nyingine ni vizuri mtatafutie na hizi nondo kidogo. Kwa unakaa naye huku unakula mahesabu, hapa likitokea la kutokea. Kwa sababu niambia, Kalikula ajui hata umemuita kwa nini. Niambia, Kalikula, namuita ile kutumishi, Kalikula njoo. Anajua umeongozwa na Bwana, kumbe umemuita kimwili asimame hapa ili ukirukiwa. Dada amepanda, sio mchezo. Unajua kuna mwingine unajua huyu akileta mapepe nitamdhibiti. Kuna mwingine la sivyo lazima upandishe neema kubwa ya Mungu, kiasi kwamba hata mtu akikuvagaa kimwili kwa nguvu za giza, unaweza ukamtulizia kutoka rohoni akatulia. Wewe unajua, wewe si unajua shehe kukoswa ngumi wapi? Ilikuwa ni Tema. Sitaka sawa. Naongoza maombi raka papa. Unajua umezama, umefunga macho. Katata watu wewe. Sio ni Roho Mtakatifu ambaye fungua macho. Nafungua ngumi iko hapa. Alafu ni jamaa limejaza. Nakumbuka ni Roho Mtakatifu alinisaidia nikarudi hivi. Ile ngumi ikapita. Alipoenda akazunguka akanirudia. Sasa aliponirudia nikajua sasa hii hapa lazima mimi nimzidi nguvu kwenye ulimwengu wa roho. Aliposogelea nikapiga kibao cha mgongoni kwa jina la Yesu, akaanguka. Nestori kina Noeli wakamkandamizia chini. Sasa ule ibiri ni mdhibiti na nguvu za kiroho, alipiga hapa kwa jina la Yesu, akalegea.
Unasema nakumbuka? Yaani ungekuta sina meno. Yaani wakila nikiwaza ile nasema ile ilikuwa ni hatari sana. Mimi saizi hakuna kuomba, nafunga macho sasa. Shakosa nguvu. Nyingine nikiwa kwa mzee Mwakasege, bado ni kijana kama Gray hapa. Mimi niko idara ya mapepo. Yaani wale watu pale kwa Mwakasege walikuwa kianguka, mimi idara yangu ni unaona kopelekwa kule ndio idara. Huko ndo baadaye nikamwambia Mungu bwana nisaidie. Mambo mimi nakaa muda mrefu na mapepo. Kwa sababu mkutano unaisha, mwalimu Mwakasege anaondoka. Watu wa maombi wanaondoka. Sababu huwezi kuondoka watu hawajafunguliwa. Utaondoka umwachie nani? Na ndio idara. Kulikuwa kuna vitoto viwili sitaka sahau. Ni vidogo vinalingana hivi. Viwili. Ukiombea kimoja kikifunguka, mapepo yanaamka kwa huyu. Ukiombea kakifunguka, yanaamka kwa huyu. Ni mpaka saa 7. Niliomba kila aina ya maombi. Nilipochoka nikakumbuka mzee Mwakasege anasema kuna level kufika omba rehema. Nikasema rehema. Na Mungu alivyo rehema, mara vikafunguka vyote pa. Vilivyofunguka nikasema sivigusi tena. Visije vikalipuka tena. Vishanipeleka hadi saa 7 na kitu. Kasema ya wazazi njoni. Nikawahi kwa wife. Ni matukio alishanikuta. Tukio lingine la mwisho, unaenda kwa pepo hivi, akapiga kabari. Shika kabisa. Ndio maana saa zingine mambo ya kuvaa tai unapokemea, be careful. Kuna mchungaji Morogoro ashai kwenda kaburini hivi. Pepo sijui lilijuaje ikashika hiki cha chini. Nafikiri na mafuta na yenyewe alikuwa chini labda. Kabari. Sasa mara nyingi akitukuta hayo huwa tunahama rohoni. Jitetea umeshika hivi nikapiga na mtama nini. Lakini siku hizi nimeacha hiyo, Bwana amenipeleka. Kani mnaona siku hizi anapigana na mimi tena? Yaani mkiniona hizi hasira huwa nakasirika, usinyoshe kidole. Yashanikuta. Kwa hiyo sasa nilipandisha level. Sasa nina hasira. Kwa hiyo Jane akaambia najisikia vibaya sana kusimama mbele yangu. Sasa nikajiuliza ule dada. Ni dada mkubwa. Kila siku anakutana na mwanamke mwingine. Maana yake anapandikiziwa roho ya usagaji. Sawa. Kila mwanamke ana dream ya kuolewa. Si ndio maana yake? Lakini yeye anachukia hata katoto ka kiume ka siku moja. Maana yake hizo nguvu zimeharibu hatima maisha yake. Ukikutana naye barabarani huwezi kujua alivorembuka. Ndio maana moja ya dhambi mbaya watu wa Mungu ni dhambi ya zinaa. Wewe jiuliza, ndio umepeleka mwili hapo. Hiyo voltage utayokutana nayo. Ndio maana Biblia inasema usizini. Zinaa inahamisha vitu vingi sana. Inahamisha matatizo mengi sana kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Wewe fikiri tunakwambia waache zinaa, hataki raha. Kapati. Najiuliza, ndio umekutana na huyo dada. Ndio umejiangusha. Unasema shetani ndio alikuangusha, ukaangukia kwa huyo dada. Wangapi mnanielewa? Unakutana na hizo roho, huwezi kuziona kwenye lipstick. Huwezi kuziona akiwa amevaa koti huyo baba. Ila kuna vitu vingi vinaendelea kwenye maisha. Okay. Nikupe mwisho afu niendelee na somo. Kipindi hicho kwa sababu kama mnakumbuka nilitangaza watu wanaosumbuliwa na hii wanione. Kwa hiyo hawa nawataja wala sio kanisa hili. Kwa hiyo watu wakapeana habari wakaja. Alikuja dada mmoja amekaa kama Kihindi hivi. Kihindi Kiarabu hivi. Kama Kihindi hivi. Kisa Muhindi huko Swahilini nini tena? Nimuuliza, wewe ni Muhindi? Akaniambia mimi ni Muhindi. Ndio Muhindi wa wapi? Naishi Bulale.
Kamuuliza tatizo lako ni nini? Ona kitu alichoniambia. Anaota hizo ndoto. Sasa yeye sio tu anaota hizo ndoto, aliota vile vile amepata ujauzito kwenye ndoto, akaota amezaa. Sasa hivi zile ndoto zimedevelop. Usiku anasikia matiti yake, manyonyo yake yananyonywa, yanaona kwenye ndoto ananyonyesha mtoto, na anasikia ile feeling ambao mama anaponyonyesha mtoto. Hivi unanielewa kitu nasema? Nenda kaangalie maisha yake, yamejawa na mambo ya ajabu ajabu. Yaani maisha yake katika mwili apige hatua. Sasa sikiliza, Mungu amenituma, ndio maana nafundisha hii somo. Sijafundisha hii somo ili ujisikie vibaya. Nimefundisha hii somo ili uelewe, na uelewe kwamba ni kitu kirahisi kuondoka hapo. Ni rahisi sana kuondoka mahali hapo. Amina. 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 Ni rahisi sana kuondoka na ukauona ushindi wa Mungu. Sema amina. Kwa hiyo ndoto zote zinazohusiana na mambo ya zinaa. Sasa zina namna nyingi. Leo nitafundisha general. Sema general. Nikisema general, zina. Lakini kuna mwingine anaota anashiriki na ndugu wa karibu. Hiyo ni kesi nyingine, nitakuja nikufundishe. Nafikiri nitaiongelea leo. Mwingine anashiriki na wanyama. Pasa mimi naona wanyama. Na usifikiri mtu anafurahia hiyo hali. Shiriki na wanyama. Kibibilia maana yake ni nini? Au anashiriki na ndugu wa karibu. Samahani kwa lugha hii sababu sina lugha nyingine, lakini hata Biblia ina support niseme hivyo. Mwingine anashiriki na baba. Mwingine anashiriki na mama. Mwingine anashiriki na dada. Mwingine na kaka. Mwingine na mke wa mjomba. Mwingine na mjomba. Lakini ni ndugu. Lakini ni ndoto. Mwambie mwenzio pasa naongelea ndoto. Sasa sitaki unyooshe mkono. Sitaki kuingia kwenye jaribu. Kama ni wewe nyoosha mkono. Takueleza. Uko tayari tuanze tafsiri ya kwanza? Namba moja. Unapoona ndoto za kuhusu zinaa, ziko nyingi. Na ngoja nikwambie, ni wachache sana ambao hawaja kutana nazo kwa sababu ya sababu nitakazozieleza. Ila wanakutana nazo tu katika level tofauti. Sababu ya kwanza, unaunganishwa, au tafsiri ya kwanza, unaunganishwa kiagano na roho ya pepo la uzinzi au uzinifu au washarati. Na hii inategemea au inafuatana na mtu uliyekuwa unazini naye kwenye ndoto. Wakorintho 6 mstari wa 16 hadi wa 17. Tukimbie pale mara moja. Unakuwa connected na roho ya zinaa. Sema roho ya zinaa. Wewe unaota asubuhi unaamka unasema sasa kumbe kwa ni ndoto, ilikuwa sio kweli. Haujui kwenye ulimwengu wa roho unakuwa connected na zinaa. Na vile vile inategemea ni nani uliyemuona kwenye hiyo ndoto. Biblia inasema hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Maana asema wale wawili watakuwa mwili mmoja. Aliyeungwa na kahaba, unajua maana yake nini? Kuungwa na kahaba. Biblia, hebu nenda mstari wa 15. Asema, je, hamjui ya kuwa miili yenu ni viungo vya Kristo? Basi ni vitwae viungo vya Kristo na kuvifanya viungo vya kahaba? Hasha. Kwa lugha nyingine, kwa mujibu wa Biblia, ukiokoka, sema ukiokoka, sema ukiokoka, sema ukiokoka, mwili wako
unakuwa ni viungo vya Kristo. Miguu yako ni ya Kristo, mikono yako ni ya Kristo, kila kitu ni kwa ajili ya manufaa ya Kristo. Unakuwa ubia na Yesu. Na anasema hutakiwi kupeleka katika ukahaba. Na wote tunaelewa ukahaba, biashara ya ngono, sio? Lakini amesema, je, nitwae viungo vya Kristo? Ile je nitwae maana yake una uwezo wa kuvipeleka au kutokuvipeleka. Uchaguzi ni wako. Lakini Biblia inasema wewe, mwili wako ni viungo vya Kristo, unatakiwa ukae kwa Kristo. Wangapi mnanielewa nachokisema? Alafu anaelezea sasa madhara ya wewe kuenda ukashiriki na kahaba. Asema unaposhiriki na kahaba kupitia tendo la ndoa, unafanyika mwili mmoja naye. Maana yake kwenye ulimwengu wa roho, are you following? Kwenye ulimwengu wa roho mnakuwa connected. Ndio maana dhambi ya zinaa ni dhambi mbaya. Inaharibu hatima za wadada, hatima za wakaka, hatima za wababa, hatima za wamama. Sicheze na zinaa. Sicheze. Paulo mwenyewe anasema hivi, dhambi zote zinafanyika nje ya mwili, lakini dhambi ya zinaa inafanyika juu ya mwili wa mtu. Inakuconnect in the spirit. Na ukishaunganishwa, kinachotokea kuna sharing. Ndio maana saa zingine unabeba malaana ya kuhusu, unabeba matatizo ya kuhusu kwa sababu ya zinaa. Ni kitu utafikiri ni dakika 2-3. Sikiliza, hakuna anahitaji kukuona, mapepo atakuona yenyewe. Mwambie mwenzio, hakuna anahitaji pastor ameona hiyo, nione ya nini? Ya wapo mabingwa wanaona, watashughulika na wewe tu. Yataharibu maisha yako wewe mwenyewe. Kwa hiyo ukiona unaota ndoto za namna hiyo, ujue kuna kitu unaungua nacho. Ujue kuna kitu unaungua nacho, na hicho kitu ni roho ya zinaa. Wangapi amenielewa? Hii hapo imesema mstari wa 16. Weka 16 pale chap chap. Amjua kuwa aliyeungwa na kahaba. Hii kuungwa na kahaba, si mnajua ameshiriki na kahaba. Kwenye hilo tendo, asema kinachotokea anaungwa na anafanyika mwili mmoja naye. Kwa hiyo ujue kuna kitu, kuna roho ya zinaa inapandwa juu ya maisha. Ukiamka kutoka kwenye hiyo ndoto, useme kumbe ilikuwa ni ndoto, kwa sio kweli, kumbe ni ndoto. Kuna muunganiko wa kiagano unataka kufanywa au umefanywa kwenye maisha yako. Unatakiwa kureact, kuvunja ile muunganiko, kureact, kuvunja ile agano, na hiyo roho itakuachia. Sema amina. Usipofanya hivyo, unaweza ukaona umeamka leo uko sawa, kesho uko sawa, wiki inayofuata iko sawa, kumbe ni ile mbegu inaota. Siku ikikomaa, hutajua umeanza hizo tabia lini. Kumbe haikupandwa siku ulioanza, ilipandwa siku ulipoota. Are you following? Wangapi ananisikia? Number 2. Tafsiri ya pili. Ukiota ndoto za zinaa, maana yake ni nini? Zinaua au kupoteza uwezo wa kufaidi matunda ya ufalme wa Mungu. Ni kuonyesha kwamba hiyo ni vita iliyokuja kuua au kupoteza uwezo wako wa kufaidi matunda ya ufalme wa Mungu. Wakorintho 1 mstari wa 6 ile 18 hata 20. Wakorintho 1 mstari wa 6 mstari wa 18 hadi 20. Twende haraka ni story. Asema ikimbieni zinaa. Ikimbieni zinaa.
Sasa kwenye mwili umeambiwa ukimbie zinaa, alafu kwenye roho unaona zinaa, alafu unafikiri ni salama. Hapana, hapana. Biblia yenyewe inasema ikimbieni zinaa. Toa sauti, sema ikimbieni zinaa. Vijana nisikilize, na watu wazima nisikilize. Zinaa haikemewi, zinaa inakimbiwa. Zinaa haiwekei Biblia katikati. Eti kwa tutalala tu, tutaweka Bible katikati yetu, hutajua imeanguka lini. Vijana fulani, chukua vijana na fulani, asema tukaweka Biblia katikati. Biblia katikati itakusaidia nini? Biblia haijasema uweke Biblia katikati yenu. Biblia inasema ikimbie zinaa. Zinaa ni ya kukimbia. Sema zinaa ni ya kukimbia. Wapendwa, nawaambia kweli katika Kristo, zinaa inaweza ikaonekana ni furaha kwa muda mfupi, lakini madhara yake yanaweza sikuache mpaka siku unaingia kaburini. Sicheze na zinaa. Ndio maana Biblia inasema ikimbieni zinaa. Asema kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Nenda mstari unaofuata. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu? Sasa sikiliza. Au hamjui ya kuwa, kwamba kwanza kumbuka ikimbie zinaa, afu anajua au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe. Pandisha. Maana mlinunuliwa kwa thamani, basi sasa mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Maana yake miili yenu, sema miili yenu. Roho Mtakatifu ndo anaishi ndani yetu. Amina? Sema amina. Sema amina. Sema amina. Na Roho Mtakatifu anapoishi ndani yetu, kuna kitu kinaitwa matunda ya Roho Mtakatifu yanayotakiwa yadhihirike kupitia sisi tuliookoka, kwa Roho Mtakatifu kukaa ndani yetu. Sawa sawa. Ndio maana sema au hamjui Roho wa Bwana yuko ndani yenu. Maana yake Roho Mtakatifu anafanya kazi kupitia sisi ndani. Sasa sikiliza. Zinaa, kwa nini nasema ikimbie zinaa afu akaunganisha au hamjui Roho Mtakatifu yuko ndani yenu? Ni kwa sababu zinaa inafifisha kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha. Udhihirisho wa Roho Mtakatifu katika maisha. Uhalisia wa ufalme wa Mungu katika maisha yako unafifishwa na zinaa. Ndio maana ambapo ikimbie zinaa. Kwa hiyo ukiona kwenye ndoto unazini, ni kwenye ndoto, sijasema umezini, ni kwenye ndoto. Moja ya kitu ukielewe ni kwamba kuna vita ya kiroho inayotaka kufifisha utendaji wa Mungu kwenye maisha yangu, na mimi kufaidi mambo ya ufalme wa Mungu. Namba tatu. Hizi nakusaidia tu ili ujue, inakusaidia ukitoka hapo ujue ni jambo la kuomba. Namba 3, are you there? Ukiota ndoto namna hiyo ina maana gani? Kuna vita katika hali yako ya kiroho, hasa kwenye eneo la maombi. Kuna vita inapigana na wewe kwenye maisha yako ya kiroho, hasa, sema hasa, sema hasa kwenye eneo la maombi. Kwenye eneo la maombi. Sasa acha kufungulia andiko ambalo nimesema darasa langu leo ni gumu kidogo sababu ya mchanganyiko. Sijui kama tafundishaje hii Mr. Mkumbo. Amen. Okay. Tuishie hapo alafu niende pointi namba 4. Sawa sawa? Unanielewa? Yes. Unaweza ukasema kitu kizuri, lakini mahali ambapo ningekuwa tuna watu wazima na wanandoa, hasa wanandoa, ningekuonyesha kitu cha ajabu sana kwenye maandiko ya Mtume Paulo. Lakini wangapi mmeniruhusu niende pointi ya 4? Kwa sababu ya mchanganyiko wa darasa langu. Nasema wangapi anaruhusu niendelee pointi ya 4? Hii hapa ndo wewe andike tu hivyo hivyo. Sawa Max? Na si unaniamini?
Na nenda kaangalie, nenda sitaenda kwenye andiko ile, sababu ile andiko tutalazimisha kufafanua, na ufafanuzi wake ndio sikutaka ni ufafanue hapa. Sawa sawa, namba niende kwenye practical. Nenda kaangalie, ukiota ndoto ya staili hiyo, baada ya muda angalia hali yako ya maombi. Angalia hali yako ya maombi. Ghafla unashangaa upako wa kuomba unaisha, ule msukumo wa kuomba unaisha kwenye maisha. Kwa sababu kazi, ukiota hiyo ndoto ni ishara nyingine kibibilia ya kwamba kuna vita imepelekwa kwenye eneo lako la maombi ili kuaffect hali yako ya kiroho. Wengi baada muda anashindwa tena kuomba. Hawezi kuomba tena. Alikuwa mwombaji, hawezi kuomba tena. Ni Mkristo wa kawaida, hawezi kuomba tena. Ni nini? Ana aina fulani za ndoto za msumbua. Namba 4, niruhusuni tu, mkisikia nimeomba mniruhusu, mnikubali tu, mniruhusu. Siku tukipata muda wale wengine tutafundisha. Unapandikiziwa tafsiri ya kibibilia ya 4. Unapandikiziwa roho ya uasi, kumwasi Mungu. Unapandikiziwa roho ya kumwasi Mungu. Wewe unaona umeokoka, unaota hizo ndoto tu, unakuja unachekelea hapa NBC. Unapandikiziwa roho ya kumwasi Mungu. Utajua umeanza kuasi lini, kumwasi Mungu. Hii ni nyepesi, haina mambo mengi. Mambo ya Nyakati wa Pili 21 hadi 11. Mambo ya Nyakati wa Pili sura 21 mstari wa 11. Asema tena ndiye aliyefanya mahali pa juu mlimani pa Yuda na kuwaendesha katika uasharati wenyeji wa Yerusalemu na kuwakosesha Yuda. Sema na kuwakosesha. Sema na kuwakosesha. Walikoseshwa na nini? Na ukahaba na uasharati. Pamoja uasharati unaotajwa hapa kwa sababu kuabudu miungu mingine kibibilia ni uasharati. Can you imagine? Kwa nini Mungu anachukia uasharati na uzinzi? Kuabudu miungu mingine Mungu anaita ni ukahaba, anaita ni uasharati. Sasa tuchukue tu ile uasharati, ni zinaa hiyo. Biblia inaita ni zinaa nayo. Anasema zinaa huwakosesha watu. Kuwakosesha watu. Yuda alikoseshwa, akafanywa kumwasi Mungu. Vipi? Kwa roho ya zinaa. Are you following? Wangapi mnanifuata? Kwa roho ya zinaa. Alipandikiziwa tu roho ya zinaa. Alipopandikiziwa roho ya zinaa, ikamtosha kumkosesha, kumwasi Bwana. Unaona hizo ndoto zinakuja kwenye maisha yako, ukae unaelewa. Tafsiri ya 4 nyingine ni kwamba unapandikiziwa roho ya kumwasi Bwana. Yuda alipopandikiziwa uasherati, alipopandikiziwa uzinzi, Biblia inasema alikoseshwa, akamwasi Bwana. Wewe utamwasi Bwana kwa jina la Yesu. Ezekiel 16 mstari wa 26. Ezekiel 16 mstari wa 26. Ezekiel 16 mstari wa 26. Hii nakupa general kwanza, general. Kabla sijaenda, ukiona na wanyama, ukiona na ndugu, ukiona mwanamke kwa mwanamke, ukiona mwanaume kwa mwanaume, umeona ndoto ya staili hiyo, maana yake ni nini? Hii nakupa general. Sema general. Si umeelewa? Hii ni general tu kwanza. Yaani kama doctor nimesimama level ya general, baadaye nitakwenda kwenye ile general doctor, tutaenda kwenye specialist. Soma kwa sauti. Tena umezini na Wamisri jirani zako, wakuu wawili, ukaongeza mambo yako ya kikaaba ili kunikasirisha. Ili kunikasirisha. Amen. Kwa hiyo shetani anataka umwasi Bwana. Umwasi Bwana. Analeta ndoto
unashiriki. Wewe unafikiri ni kawaida, kumbe ni roho ya uasi inapandwa. Wangapi wameona ile andiko? Wangapi amelielewa ile andiko? Namba 5. Namba 4 nimekuambia unapandikizwa roho ya nini? Ya uasi. Sasa namba 5 is very simple. Unapandikizwa roho ya uzinzi na uasherati. Unapandikizwa roho ya uzinzi na uasherati. Inapandikizwa kwenye nafsi. Kwenye nafsi. Mathayo 15 mstari wa 18 hadi 19. Ni very technical maandiko, twende polepole. Bali vitokavyo kinywani vyatoka moyoni. Sema vitokavyo kinywani vyatoka moyoni. Navyo ndivyo vimtia mtu unajisi. Sasa nenda kaangalie moyoni. Nenda mstari na kwa maana moyoni, sema moyoni. Sasa Biblia inapotaja moyo, haitaji huu moyo unaudunda dunda unaosukuma damu. Nataja nafsi. Sema nafsi. Toa sauti, sema nafsi. Sema nafsi. Sasa anasema ona vitu vivoko kwenye nafsi. Anasema kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya, uuaji, uzinzi, uasherati, wivu, shuhuda. Nataka pale uzinzi na uasherati vinatokea moyoni. Ili vitokee moyoni lazima viwe vimepandwa moyoni. Unanielewa nachosema? Lazima viwe vimepandwa kwenye nafsi. Kwa saa zingine unaweza kuona unaota ndoto hizo, ukamka huko poa tu, unaendelea na maisha, unashangaa unapiga tu prayer, unashangaa unaendelea tu kwa mtumishi, unashangaa unaendelea kufanya kila kitu. Kumbe hujui kwamba ndani ya nafsi yako kuna mbegu ya uzinzi na uasherati imepandwa. Baada ya muda itamanifest. Watu wangapi wananifuata? Mathayo 5:27 hadi 28. Mathayo 5:27 hadi 28. Ona Yesu anavyoanza. Mmesikia kwamba imenenwa usizini. Mmesikia kwamba imenenwa msizini. Nilitaka kwanza tuanzie hapo wote. Tusome 1, 2, 3. Mmesikia kwamba imenenwa msizini. Twende 28. Lakini mimi nawaambia, kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Amwangalie mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Maana yake ni nini? Nafsi inaweza ikazini. Hello? Wangapi ananielewa? Au somo limekuwa si jepesi, ili sio gumu? Kumbe nafsi inaweza ikazini. Sasa nasema nimepandikizwa zinzi nafsini vipi? Ona, Yesu anakuambia nafsi ina uwezo wa kuzini. Na ikawa ni zinaa kabisa, na ikahesabiwa kwenye ulimwengu wa roho, ikahesabiwa kwenye ulimwengu wa mwili. Hakuna kuhesabu hiyo, sababu level ni kubwa. Yaani wewe ni bingwa, yaani wewe uko juu, huku duniani hawezi kukudaba. Sasa unafika mbinguni unakuta makosa zina, unasema are you serious? Serious for what? Mimi lini? Kumbe nafsi ni zinzi. Sijui kama ni lugha nzuri. Nafsi ni zinzi. Sasa kumbe nafsi nafsi inaweza kapandishikiwa roho ya zinaa. Na moja njia ya kibibilia ambayo nafsi inaweza kapandikizwa roho ya zinaa ni ndoto. Unaona ndoto ya zinaa, kumbe ni nafsi yako inapandikizwa hiyo roho. Wangapi mnanielewa? Unaona uzuri wa kutafsiri mambo kimaandiko, haupotei. Haupotei. Hapa kuna mtu amekuibia hela hapa? Kuna mtu amekwambia tafsiri yake ni kwamba utakiwa utoe hela? No, ziko wazi kibibilia. Ndoto ziko wazi in the Bible. Sema amina. So that's a general
sema general, tafsiri ya ndoto za nini? Za zinaa. Uwe ni askofu, uwe ni mchungaji, uwe ni mshirika, uwe ni papa, ukiota hiyo kimbia kwenye maombi, na wala kufundisha namna kuomba, na unaweza kuomba mpaka zikakata kabisa, ukawa huru, ukasonga mbele na Yesu. Now nimalizie na hizi kwa leo. Ukiota ndoto za zinaa, unafanya na ndugu yako wa karibu, mfano baba, mama, dada, kaka, baba mkwe, mama mkwe, mjomba, shangazi, maana yake ni nini? Na sitaki kuuliza kwa kuota hiyo ndoto, sababu sio swali zuri la kuuliza watu. Lakini mimi ni mchungaji, saa nyingine nahudumia, mtaambia sasa baba, yani kabla haja kuambia analia kwanza, kwa sababu kwa kweli ni kitu cha kufedhehesha, si ndio? Kwamba mimi naona baba, mimi naona mama, mimi naona shangazi, mimi naona mke wa mjomba. Je, Biblia inasemaje ukiona ndoto za namna hiyo? Tafsiri ya kwanza, uko tayari? Uko tayari? Kuna roho ya kukataliwa na kutengwa inapandwa kwenye maisha yako. Kukataliwa, roho ya kukataliwa, roho ya kutengwa. Shangaa baada ya ndoto hizo, sio kwamba ukiota hivyo kweli utaenda huko kwa mama mkwe au shangazi au mjomba, ila ghafla kwenye maisha yako unashangaa una roho ya kukataliwa. Unashangaa unaanza kukataliwa, ni kazini, hata kanisani. Kuna wengine wanaanza kukataa tu, huja wakosea, kumbe ulivishwa roho ya kukataliwa kupitia ndoto za zinaa zilizokuwa zinaashiria watu wa karibu. Acha nikuonyeshe kwenye Biblia. Wakorinto 5 mstari wa kwanza hadi wa 5. Wangapi mnanifuata? Wangapi mnafurahia darasa? Najua ni gumu, hata mimi I'm trying my best to choose my words, lakini hakuna namna, lazima tufundishane. Wangapi anasema anavyofundisha ni sawa sawa? Au turuke twende ya elimu? Sababu kuna mtu hapa jana hajamaliza mtihani kwenye ndoto. Kuna mtu muda uliisha hajamaliza. Kuna mwingine klasa anajikuta ana sketi ya blue zile za shule msingi, na anajishtukia, mimi sina watoto, hii sketi ya blue ya nini? Na anajikuta shule msingi. Mwambie mwenzio siku yake inakuja, don't worry. Don't worry, tupata. Yamkini habari imeenea kuwa kwenu kuna zinaa, na zinaa ya namna isiyokuwa hata katika mataifa, kwamba mtu awe na mke wa babaye. Mnaelewa? Twende mstari unaofuata. Nanyi mwajivuna wala hamkusikitika, ili kwamba aondolewe miongoni mwenu huyo aliyetenda jambo hilo. Ona sasa kinachofuata. Anasema hivi, mtu wa namna hiyo anatakiwa atengwe, anatakiwa aondolewe miongoni mwenu, akataliwe. Are you following me? Akataliwe. Paulo anasema sasa kwenye mwili wewe uko safi, ila kwenye ulimwengu wa roho ukiona kitu namna hiyo, ujue ni roho ya kukataliwa, ni roho ya kutengwa. Unavishwa, inataka kukuandama. Ndio maana sasa haitakuja kama roho kukataliwa. Ghafla unaona uko na ndugu yako wa karibu, baba, mama. Ni lugha ngumu hata madhabahuni hapo kutamka, mnisamee tu, sina namna. Kiona hiyo, wala usije ukakosea ukasema hii ndoto inaonyesha nitakuja labda nianguke na wazazi. Hamna, utaanguka nao. Nakwambia utaanguka nao mpaka siku kaburini. Wala ila ilikuwa inaashiria. Wangapi wanapata akili za kiroho? Sasa kuna mwingine anakuambia kwanza sasa hivi usipigie wazazi simu. Eti ndio tafsiri ya kipumbavu. Sema kipumbavu. Tafsiri gani hiyo? Ni kuonyesha kuna roho ya kukataliwa inakuandama. Kani hamjaona kwenye Biblia? Hamjaona?
anasema huyo mtu afanye nini? Aondolewe, atengwe, akataliwe. Are you following? Are you following? Sasa wewe unauona huo mziki kwenye ndoto, alafu unamka unasema kumbe ilikuwa ndoto. Ni roho ya ukataliwa inakuandama. Twende mstari wa 3. Ongeza speed, mstari wa 3. Kwa maana kweli nisipokuwa kwa mwili, lakini nikuwapo kwa roho, mimi mwenyewe nimekwisha kumhukumu yeye aliyetenda jambo hilo, kana kwamba nikiwapo. Mstari wa 4. Katika jina la Bwana wetu ninyi mkiwa mmekusanyika pamoja na roho yangu, pamoja na uwezo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mstari wa 5. Kumtolea shetani mtu huyo, ili mwili uadhibiwe, ili roho iokolewe katika Kristo. Hiyo tutakuja kipande cha 5, kina shule yake nyingine. Lakini nilichopata kuonyesha ni kwamba ni roho ya ukataliwa inakuandama. Ukiona vitu vya staili hiyo, pambana na hiyo kitu na upambane na roho ya ukataliwa. Number 2, ukiona ndoto inahusu watu wa karibu sana, ni kwamba unapandiwa roho ya magonjwa, na sio tu ugonjwa au magonjwa, bali kitu kitachokupelekea umauti wa mwili, yani ufe kabisa. Yani mwili wako uathiriwe, whether na ugonjwa au na kitu, lakini kitakupelekea mpaka umauti. Kinapandwa kwenye maisha yako kwa kuona ndoto za staili hiyo. Sawa sawa, eh? Wakorinto 5 wa kwanza sura ya 5 mstari wa ule wa kwanza hadi wa 5, tuone hicho kitu tena. Yamkini habari imeenea kuwa kwenu kuna zinaa, na zinaa namna isiyokuwa hata katika mataifa, kwamba mtu awe na mke wa babaye. Nanyi mwajivuna wala mkusikitika, ili kwamba aondolewe miongoni mwenu. Hiyo ni roho kataliwa na kutengwa, inaachiliwa kwenye ulimwengu wa roho. Ukianza kuona hizo ndoto za kuandama kwenye ulimwengu wa roho. Nenda mstari wa 3. Kwa maana kweli nisipokuwa kwa mwili, lakini nikiwapo kwa roho, mimi mwenyewe nimekwisha kumhukumu yeye aliyetenda jambo hilo, kana kwamba nikiwapo. Sasa ona, katika jina la Bwana Yesu Kristo, katika jina la Bwana wetu Yesu, ninyi mkiwa mmekusanyika pamoja na roho yangu na pamoja na uwezo wa Bwana wetu Yesu, kumtolea shetani mtu huyo, ili mwili uadhibiwe, ili mwili uadhibiwe, na ili roho yake iokolewe katika siku ya Bwana. Ona, kuna mambo mawili ya kwamba inafungulia adhabu ya mwili. Wangapi mnanifuatilia? Najua ni maandiko technical, tuende nao polepole. Anasema kitendo hicho kinafungulia mlango wa adhabu ya mwili. Pamoja roho itapona, lakini kuna mlango unafunguka kuadhibu mwili. Are you following? Hello? Kwa hiyo ghafla unaona na wazazi, sio jambo dogo mpendo wangu. Hiyo ni kukuonyesha, sababu hiyo sio katika mwili. We katika mwili ni uko safi, lakini umeona katika roho kwenye ndoto. Ni kukuambia kwamba kuna mishale, kuna magonjwa, kuna vitu adui anataka kuviachilia kwenye mwili wako, vitakavyopelekea kifo kabisa cha mwili. Unaanza kuona hiyo ndoto. Ni mlango. Paulo amesema huo mlango lazima ufungulie adhabu ya mwili. Wangapi mnanielewa? Ipungia mkono hivi kama unanielewa. Namba 3, unaandamwa na roho ya mauti, au ni roho ya mauti inaanza kukuandama ukiona unashiriki na wazazi kwenye ndoto. Ni roho ya mauti. Usiondoke hapo ukaanza kukemea wazazi. Msifikiri sioni katika ulimwengu wa roho. Na wengine mmekosanishwa na wazazi wenu. Unajua kuna watu wamekosanishwa na wazazi wao,
Sasa kwa bahati mbaya sana unaota hiyo ndoto, alafu kesho asubuhi mzazi wako mmoja anakupigia simu. Unakuja kwa pastor, ni pastor, yaani nimeiona, alafu asubuhi kanipigia. Uone Bwana alivyo mwema, baba alivyonifunulia mambo. Ghafla unaanza kuchukia wazazi. Wangapi mnanielewa haya mambo? Hiyo ni roho ya mauti inakuandama. Hiyo ni tafsiri ya tatu ya unapoona watu wa karibu, ni roho ya mauti. Walawi 20 mstari wa 11 hadi 14. Walawi, unapoona ndugu wa karibu, unaona dada, unaona kaka, unaona shangazi, unaona mjomba, unaona mke wa mjomba, unaona baba au mama, ona kitu ambacho Biblia inasema, na mtu mume atakayelala pamoja na mke wa baba yake. Mama yake nani? Mama, si ndio? Amefunua utupu wa baba yake, wote wawili hakika watauawa. Halo, wote wawili hakika atafanya nini? Sasa umeota hiyo ndoto, tafsiri yake nini? Roho ya mauti. Wangapi wameona utafsiri ilivyo rahisi? Pana ugumu hapo? Eti pana ugumu? Sasa neno linasema, na mtu mume atakayelala pamoja na mke wa baba yake, amefunua utupu wa baba yake, wote wawili hakika watauawa. Kwa ukiona ndoto namna hiyo, tambua ni roho ya mauti inatafuta mlango. Ni roho ya mauti inatafuta mlango. Usianze kukemea sijui zina, ni roho ya mauti inatafuta mlango. Biblia inasema, inakuonyesha mlango wa mauti mmoja wapo ni kitu hiki kichoandikwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nenda mstari wa 19. Usifunue utupu wa umbu la mama yako, umbu la mama yako, wala umbu la baba yako. Dada wa baba, dada wa mama, mnawahitaji. Kuna mama wadogo, kuna mashangazi hapo, si ndio? Kiswahili chetu si ndio hivyo? Shangazi. Kwa kuwa huyu amefunua utupu wa jamaa yake ya karibu, asema watachukua huo uovu. Mstari wa 20. Tena mtu mume akilala na mke wa mjomba wake, sema mjomba wake, amefunua utupu wa mjomba wake, watachukua huo uovu wao, watakufa bila kuzaa. Kwa kuna nyingine ukiona unajua hii hapa ni roho ya utasa inaandama. Hizi tafsiri mbona ni rahisi tu mtumishi? Eti unahitaji nabii hapa? Nabii si Pastor Goodluck na wewe mwenyewe tu. Si maandiko ameweka wazi. Kwa hizo ndoto za zina hazijaja tu. Usifikiri tu ni ndoto tu. Ni message. Ni jumbe hizo. Ni rada imesoma, imekuletea picha, umeshindwa kuitafsiri picha. Na kwa nini umeshindwa kutafsiri picha? Husomi maandiko. Ukiona kitu namna hii, kwa kweli kinakera. Unaweza ukaamka na hasira. Akitambua kwanza, hii vita inapiganiwa kona gani? Huu ni utasa, nitakupambana na mimi. Hii ni roho ya mauti, nitakupambana na mimi. Na hii roho ya mauti imepitia kwenye ndoto za zinaa. Ndoto gani ya zinaa? Aina ya mtu niliyemuona kwenye hiyo ndoto inaelezea ni vitu gani ambavyo vinaletwa kwenye maisha yangu. Hello? Are you getting me? Yeah. Kwa unaona kuna roho ya mauti inakuandama. Anasema hakika watauawa. Namba 4, kuna roho ya urithi wa uovu, au roho ya urithi iliyobeba uovu inakuandama. Tumeona mstari hapo hapo. Asema wataubeba huo uovu. Kwa ishara nyingine, mara umeona shangazi, yaani ndugu wa karibu, naongelea ndugu wa karibu, sio classmate, ndugu wa karibu, na wametajwa kwenye Biblia. Na ndoto nyingi ni hizo. Watu wakija kuongea na mimi, hata nitajia humo, mwingine shangazi, mwingine anaona hivi. Ukiona hivyo, Biblia inasema namba 4, kuna roho ya urithi wa uovu
inayokufuatilia. Habari njema jamani, ukishaokoka, hii ndio habari nzuri katika Kristo Yesu. Sikilizeni, ukiokoka haumkatazi shetani kukujaribu. Kukujaribu ni haki yake, lakini ushindi sio haki yake. Ushindi sio haki yake. Ushindi ni haki yetu, kwa sababu we are more than conqueror in Jesus Christ. Sisi ni zaidi ya washindi katika Kristo Yesu. Kila kinachohitajika ili kudhihirisha ushindi kiko juu yetu, kiko kwenye maisha yetu. Listen to me. You can't win if you don't know the battle you're fighting. Hapa I'm trying to teach you the battle you're fighting and the translation of that battle. Alafu baada hapo, sikiliza, huhitaji wala kuhofu, kwa sababu kila kitu kinachohitajika ushinde, you have it. Narudia tena, ukifundishwa mafundisho kwamba ukiokoka vita yako yote ni bwerere, hakuna vita, huyo kakudanganya. Huyo kakudanganya sana. Ila tukiokoka, kabla tujaanza kupigana, tunatangazwa sisi ndo washindi, kwa sababu we are fighting from the winning side. We are not fighting from the losing side. We are not people trying to win. We are win already. So we are people manifesting our victory. Hawaja nielewa hii lugha. Acha niiweke vizuri. Sisi sio watu tunaojaribu kushinda. Sisi ni washindi tayari katika Kristo Yesu. Lakini sisi ni watu ambao tunadhihirisha ushindi wetu katika Kristo Yesu. Sawa sawa. So the battle will come. Unajua kwa nini inakuja? Kutesti. Jamaa anajitambua. Jamaa atadhihirisha yeye ni winner. Alafu ghafla anakukuta wewe ni mshamba. Nimeweka huku sababu wewe dogo sio mshamba. Hallelujah! Wangapi wananielewa? Lakini nimeona watu kwenye utumishi huu, ameokoka miaka mingi, anasumbuliwa na hiyo. Sio kwa sababu hajaokoka, ameokoka kabisa. Sio kwa sababu jina la Yesu lipo kabisa. Sio kwa sababu damu ya Yesu ipo kabisa. Ila hana imani katika jina la Yesu. Hana imani ya kutosheleza katika damu na jina la Yesu. Lakini hajitambui yeye ni nani. Lakini mbaya zaidi, hachukui mamlaka kinyume cha vile vitu anavyoviona. Lakini mbaya zaidi, hata akipigana hajui anapigana na nini. Hajui anapigana na nini. Mfano sasa hivi shakupata tafsiri ya roho ya mauti. Kwa hiyo ukiona hiyo unajua hii ni roho ya mauti. Ukiamka unaomba, unafunga hiyo roho ya mauti, umemalizana. Lakini wewe hujui. Wewe unasema niliona mjomba baada ya siku 3, 4, 5 mara umeondoka duniani. Kumbe wewe unang'ang'ania mjomba, kumbe ni roho ya mauti kwa anachukua nafasi. Biblia inasema mtu akifanya kitu cha namna hiyo auawe. Manake kwenye ulimwengu wa roho hicho kitu kiko connected with the spirit of death. Kwa adui anajua akitafuta mlango, atafutie mlango vipi? Na we lazima uwe na akili kuliko adui zako. Daudi akasema nina hekima, nina akili kuliko adui zangu. Neno la Bwana linakufanya kuwa na akili kuliko adui zako. Kuanzia leo utakuwa na akili kuliko shetani. Piga kelele amen. Nimekwambia namba 5, kuna roho ya utasa inakufuatilia au inapandwa ndani yako. Walawi 20 mstari wa 20 hadi 21. Walawi 20 mstari wa 20 hadi 21. Tena mtu mume akilala na mke wa mjomba wake, ameufunua utupu wa mjomba wake. Watauchukua uovu wao, watakufa bila kuzaa mwana. Watakufa bila kuzaa mwana. Sasa wewe unaona ndoto staili hiyo. Kwenye ulimwengu wa mwili wewe uko poa tu. Lakini kwenye ulimwengu wa roho unaona ndoto za staili hiyo. Haujui maskini wa Mungu, tajiri wa Mungu, haujui. Badala kujua kwamba hii ni roho ya utasa, nitakupambana na mimi. Wewe umekomaa mjomba.
Bwana asifiwe. Wapendwa, tuishie hapo kwa leo. Nimekupa general tafsiri za kibibilia, general, jinsi ambavyo Biblia inavyosema, inavyo affect hali yako ya kimaombi. Nimeruka hilo andiko kwa sababu ningelitafsiri lingetupeleka umbali ambao singependa twende. Hali yako ya maombi, lakini hali yako ya kufaidi matunda katika ufalme wa Mungu. Lakini unakuta kuna vitu, kuna roza zinapandwa kwenye maisha ya mtu. Lakini nimeenda specific sasa. Ukiona ambazo zinahusiana na ndugu wa karibu, utaona nyingi zimebeba kitu cha mauti, imebeba roho ya mauti. Zingine zimebeba transfer ya uovu. Ulikuwa unapigana na familia, sasa huo uovu unataka kuanza kupigana na wewe. Ghafla unaanza kuona ndoto za staili hiyo. Lakini tumeona kuna utasa. Siku nyingine tukutana, nitakuonyesha ya wanyama kwenye Biblia. Ukiona wanyama, Biblia inasema nini kwenye ya wanyama? Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu. Tumekuwa na mambo mengi leo. Simama. Pasa nifanyeje? Ndoto zote, kanuni ya ndoto zote, njia ya kufanya ni moja. Namba moja, nenda mbele za Bwana kwa toba. Pasta, tufanyeje? Ndoto zote ambazo ni mbaya, nilikwambia nitashughulikia hizi, lakini nitakuja nishughulike na ndoto nzuri unazoziota lakini hazitimii kwenye maisha yako. Sababu kuna watu hapa mnaota mnaota mambo makubwa lakini huyaoni kwenye maisha. Na mbaya zaidi, wengine mkiota mabaya yanatokea haraka, yale mazuri hayaji. Haujui kwamba ndoto hata iliyo nzuri ina kitu cha kufanya kwenye ulimwengu wa roho, ina kitu cha kufanya. So nilitaka kwanza tusafishe vitu ambavyo vinawakwaza, alafu nije nikufundishe how kutimiza zile ndoto njema unazoota. Si ndio? Sometimes najiota you are big men, ni watu wakuu kwenye maisha. Kwa wale ambao mna wito wa kiutumishi, wengi wenu mnaota mnahubiria watu wengi. Si ndio? Hey, how do I kama dogo sana namsimulia madamu kwamba bana, mimi niliota nzuri, ndoto nzuri, sio? Yeah. Naomba niseme tena, dreams are real. Ndoto ni halisi. Ndoto ni halisi. Na ndoto zimebeba maana. Na ndoto zina kitu zinafanya kwenye maisha ya mtu. Jifunze kutafsiri. Nimesema nitashughulika na zile ambazo ni common. Hizo zingine watu najiona kwenye maji, sijui baharini, sijui pembeni. Zingine common ni za shule eti. Jamani, zingine common ni za shule. Kama mtoi sauti mimi sitafundisha, sababu siwezi kufundisha kitu ambacho hakina shida. Za shule. Kama ndio semeni ndio kwa nguvu sasa. Shida unaogopa kusema ndio. Hii ya shule mbona ni nyepesi kuliko huko nilikotoka? Hii sitawauliza, msiogope. Hii niliotoka sitauliza. Ya shule ni wangapi washaota hizi za shule plus me? Hata mimi nimeota sana. Kuna mtihani natakiwa nifanye na kabisa ninajisikia sijajiandaa. Si ndio? Lakini ile ndoto inakuwaga mwaminifu, ile haufeli. Ni wachache wanafeli. Ni ile unajisikia hujajiandaa, alafu sijui inakuwa kuaje hapo, mara unaamka. Ukiamka, angalau sikufanya ule mtihani. Wewe unafikiri umesave. Kumbe umesave kwenye ndoto, hujasave kwenye maisha. Mwingine umefanya kabisa, ila usaishwi, ndio uzuri. Ni mara chache mpaka usaishwi. Unafanya, alafu muda unaisha, umebakiza maswali mawili. Tena yenye alama nyingi. Wengine unajiona uko shule ya msingi, shule uliosomea. Wakati ushamaliza shule siku nyingi, ni baba zima.
unaota shule ya msingi. Wengine wanaweza kajiuta chuo. Ukiota shule ya msingi kuna maana yake, ukiota sekondari kuna maana yake, ukiota chuo kuna maana yake, ukiota hujamaliza mtihani kuna maana yake, ukiota mtihani haujaje lakini una hofu kwamba hujajiandaa kuna maana yake. Na mara nyingi hizo ni Mungu anasema na wewe, wala sio shetani. 99% is not devil. Ni Mungu anasema na wewe kuhusu maisha yako na level unaotakiwa kwenda na kiwango cha maandalizi yako. Akija kaa sawa sawa, you have to speed up. Na sasa tukiamka tujui tujiandae kona gani. Sema, Bwana Yesu nisaidie unaposema na mimi kwa njia ya ndoto, niweze kukuelewa na nijue cha kufanya. Amen. So hizi ndoto ambazo so far cha kufanya ni nini? Number 1, toba. Sema toba. Sababu nisiwaache bila kuambia cha kufanya. Namba 1, toba. Nenda mbele za Mungu. Na ndio imekuwa hata maisha yangu. Nikiona kitu stahilio kwa namna yote, namba 1 nikiamka, usianze na kukemea. Anza na toba. Anza kuomba rehema. Acha kusema kwa sasa niombe rehema, nimekosea wapi? Lazima kuna mlango ulitumika kwenye ulimwengu wa roho. Adui toba ni ya kwamba Mungu nisamee. Popote pale ambapo nimefungua mlango, adui akautumia kutaka kuleta mashambulizi ya namna hii, Mungu naomba unirehemu. Mungu naomba unisamee. Ninatubu mbele zako. Naomba damu yako initakase. Naomba damu yako isafishe, ikatakase ulimwengu wa roho wangu, ikatakase ulimwengu wa mwili wangu. Sikiliza, toba huwa sio kwa ajili ya roho yako tu. Toba ni kwa ajili ya maeneo mengi sana. Ndio maana unaweza katubu kwa ajili ya ardhi. Kazi ya toba ni kuondoa mashtaka ya adui kwenye eneo. Inawezekana ikawa ni juu ya mtu, inawezekana ikawa ni juu ya kitu, inawezekana ikawa ni juu ya mahali. Sema amina. Sema toba. Sema toba. Toba inaleta urejesho. Nenda mbele za Bwana kwa toba ya kumaanisha. Chukua time kuomba toba. Omba, Baba, naomba unisamee chochote kile kwenye maisha yangu, au mlango wowote ule katika maisha yangu ambao umesababisha aina hii ya ndoto. Ninaomba rehema zako Bwana. Ninaomba msamaha wako Bwana. Nitakase Bwana. Nioshe. Unafanya toba ya kumaanisha. Wangapi amenielewa? Namba 2. Jambo la pili baada ya toba. Baada ya toba, kinachofanya sasa, anza kukemea ile roho. Na uzuri nimeshakufundisha. Sasa pastor, nitajuaje exactly ni ya mauti au nini? Kemea tu zote sasa. Uzuri unazijua. Lakini ukiona nimekaa kwenye familia sana, unajua hapa kuna roho kataliwa nitaka kuniandama. Si ndio? Kuna roho ya mauti nitaka kuniandama. Kuna mashambulizi ya mwili yanataka kuniandama. Anza kukemea hiyo roho. Roho ya mauti, roho ya kukataliwa, roho labda ya magonjwa, ikemee. Lakini kemea vile vile na hiyo roho ya zinaa. Ifunge katika jina. Wapendwa, hii njia inayokufundisha, ukigonga hii njia, hiyo kitu inakuachia kabisa. Funge. Vunja hiyo roho. Haribu hiyo roho. Jambo la 3. Achilia damu ya Yesu kwenye lango lako la ndoto. Fungulia damu ya Yesu kwenye lango la ndoto kwenye ulimwengu wa roho. Kwa sababu malango huwa yanapaswa kulindwa. Achilia damu ya Yesu, kwamba nafungulia damu ya Yesu kwenye malango yangu ya ndoto kwenye ulimwengu wa roho. Ya kwamba damu ya Yesu ikawe mlinzi pale. Damu ya Yesu ikalinde lango langu la ndoto. Adui asitumie lango langu la ndoto kuniattack. Are you listening? Wangapi mnanifuatilia? You are done. Ila kumbuka nimesema dakika 1. Wapendwa, kwenye maombi ni kuomba kweli. Thank you Spirit. Najua muda umeenda, lakini sio muhimu kama maisha yenu. Nitawaongoza maombi hapa sasa hivi. Sasa weka na chini. Weka bila chini.
Unajua vitu vingine lazima ufanye kwenye uwepo wa Mungu ukiwa na mtu wa Mungu. Are you ready? Tunaanzia zile za vyakula. Kwa hiyo nimesema tiba inafanana. Tiba inafanana. Ni toba. Baada ya toba ni kukemea, ni kung'oa vilivyopandwa, unang'oa. Yesu asema kila pando lisiokuwa Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Kwa unang'oa hiyo roho. Sawa sawa? Roho ya zinaa naing'oa. Roho ya magonjwa. Vyakula na nyewa vinapanda kitu. Kila roho iliyopandwa kwenye maisha yangu kupitia vyakula ninaing'oa kwa jina Yesu. Wengine wamepandikizwa magonjwa, wengine wamepandikizwa vitu vya kuathiri maisha ya kiroho. Hizi roho za zinaa kuona mambo ya zinaa, vimepanda mauti, vimepanda ukataliwa, vimepanda uovu, vimepanda kumwasi. Ninang'oa kwa jina la Yesu. Amen. Sema Bwana Yesu. Nimeongeza muda kwa sababu ya faida yako, not for my faida. Sema Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neno lako. Asante kwa kuniokoa. Asante kwa kuniokoa. Mimi nimeokoka. Mimi nimeokoka. Mimi ni mshindi na zaidi ya kushinda katika we Kristo. Asante kwa mamlaka ulionipa dhidi ya shetani na kazi zake zote. Bwana, nakuja mbele zako siku ya leo. Ninatubu chochote kile katika maisha yangu kilichompa nafasi shetani kunishambulia katika ndoto. Bwana, chochote kile kwenye maisha yangu kilichompa shetani nafasi kunishambulia katika ndoto, kupitia ndoto za vyakula na kupitia ndoto za zinaa. Bwana, naomba rehema zako. Naomba rehema zako. Hebu kila mmoja maanisha, naomba rehema zako. Ninakuomba unisamehe. Ninakuomba unisamehe. Ninakuomba unitakase. Ninakuomba unisafishe. Ninatubu Bwana. Ninatubu Bwana. Ninaomba rehema zako Bwana kwa kitu chochote katika maisha yangu, ama kwa njia ya mawazo au njia ya maneno au njia ya vitendo, kwa kujua au kwa kutokujua. Nimefungua mlango adui akapata nafasi ya kunishambulia kupitia ndoto. Ninatubu Bwana. Ninaomba rehema Bwana. Nenda mbele za Bwana, kila moja endelea kuomba rehema. Endelea kuomba rehema. Endelea kuomba rehema. Ukijisikia kupiga magoti, piga magoti. Ukijisikia kukaa kwenye kiti chako ili uombe, kaa kwenye kiti chako uombe. Lakini nataka uanze kuomba. Yekataka papa, yekapashaka. Hii nafasi ya muhimu sana. Hii ni hatua ya muhimu sana. Bila toba huwezi kumnyima shetani mamlaka. Bila toba huwezi kumuondolea mamlaka kisheria. Nenda mbele za Bwana. Wewe ambao umekuwa ukiota hizo ndoto, wewe ambao umekuwa ukiona namna hiyo, mwambie Baba ni rehemu. Baba nisamehe. Popote pale kwenye maisha yangu ambapo pamefungua mlango, yekataka papa, yekapashakata, yekataka kaka, yekapashokoko, yekataraka papa, yekataka popo, yekalaka pashika. Bwana, ninatubu kwa ajili ya watu wako. Yekataka papa, yekataka po. Damu ya Yesu Kristo iwatakase. Damu ya Yesu Kristo iwasafishe. Endelea kuomba. Sifanye mchezo. Nimeona niwaongoze maombi mwenyewe. Achana na jirani yako. Hajui unapopitia, hajui unaokabiliana nayo. Achilia toba mbele za Bwana. Yes. Naona watu wanatubu. Safi. Achilia toba mbele za Bwana. Msahau jirani yako. Haya ni maisha yako. Hii ni hatima yako.
Omba damu ya Yesu Kristo ikutakase. Omba damu ya Yesu Kristo ikusafishe. Omba damu ya Yesu Kristo ikusamehe. Damu ya Yesu Kristo ikutakase. Damu ya Yesu Kristo ikusamehe. Mwambie Bwana nisamehe, Bwana nitakase, Bwana nisafishe. Popote kwenye maisha yangu ambapo panatumika kama mlango, ninatubu mbele zako. Ninaomba msamaha wako, ninaomba rehema zako. Endelea kuomba msamaha. Hii si kitu cha kuleta mchezo. Wengine tumepambana nayo kwenye maisha mpaka tukavuka. Na usitegemee kufanikiwa kwenye maisha ukiwa na kitu ya namna hiyo. Lazima ukasirike. Kasirika. Tubu mbele za Bwana. Tubu mbele za Bwana. Lia mbele za Bwana. Lia mbele za Bwana. Sio sawa kuota hizo ndoto. Mara unakula vyakula, mara washarati kwenye ndoa. Sio sawa kwenye ndoto, sio sawa sawa. Leo ni siku yako, unafunguka hapo. Usimwangalie jirani. Usimwangalie jirani. Kila mtu ana maisha yake hapa. Omba toba, omba toba. Omba toba, omba toba. Toba ikipita, shetani anakosa nguvu, anakosa mamlaka na wewe, anakosa mamlaka na hilo lango la ndoto. Omba damu ya Yesu ipite kwenye maisha yako. Damu ya Yesu ipite kwenye ulimwengu wa roho wako. Damu yako ya Yesu ipite kwenye kila kona maisha yako. Ipite kwenye lango lako la ndoto. Ikatakase, ikasamehe, ikasafishe. Endelea kutubu, endelea kutubu. Usijihesabie haki, usijihesabie haki. We tubu tu mbele za Bwana. Hekanda kapo sokoko, hekataka papa, hekalaka papa, hekapashaka takaka, hekataka papa, hekataka pa. Damu yako Bwana, damu yako Jehova, itutakase leo, itusafishe leo, ituoshe leo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Popote kwenye maisha yetu ambapo pana mlango ambao adui anautumia kutushambulia, naomba damu ya Yesu Kristo ikaturehemu, ikaturehemu, ikatutakase, ikatusafishe, ikatusamehe Bwana, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu ninatubu, kwa jina la Yesu naomba rehema zako, kwa jina la Yesu Kristo. Rokoko. Tubu, tubu, tubu. Hili ni eneo nyeti la kwanza. Lazima maombi ya toba yapitishwe vizuri. Hili ni eneo la kwanza la muhimu. Toba, 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 toba. Wewe usiangalie jirani yako, wewe shughulika na ya kwako.
Maisha yako lazima yaende mbele. Huwezi kuzuiwa na mambo haya. Endelea kutubu. Endelea kutubu. Endelea kutubu. Kila ndoto yote isiyofaa, unaanza na rehema, unaanza na maombi ya toba. Ni rehemu Bwana, ni rehemu Jehova. Damu ya Yesu inapita hapa. Thank you Jesus. Wow. Damu ya Yesu inatakasa. Damu ya Yesu inapita. 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 Ninaiona damu ya Yesu inapita. Inatakasa, inasafisha, inaosha, inafuta hizo njia. Endelea kuomba. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba rehema. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba rehema. Shangilie Yesu, haleluya. Simama kwa miguu yako. Wapendwa, nafasi ya toba ni nyeti mno. Nyanyua mikono yako nikuombee kwa Bwana. Mungu, moja ya kazi yangu ulionipa kama kuhani ni kusimama mbele zako kwa ajili ya watu wako. Na mimi leo nikiwa nimeelekea madhabahu hii, nasimama mbele zako Mungu kwa ajili ya watu wangu hawa ulionipa. Kwa ajili ya watu hawa ulionipa ni wachunge na waangalie. Bwana, kwa jina la mtakatifu wako Yesu, ninaomba rehema zako kwa ajili ya kila mmoja katika nyumba hii. Ninaomba rehema zako kwa ajili ya kila mmoja katika ibada hii. Mungu, mlango wowote kwenye maisha yao ambao adui ameutumia kuwashambulia kwa njia ya ndoto, ninaomba Bwana rehema. Ninaomba Bwana msamaha kwa ajili ya huo mlango waliofungua. Wawe wamefungua kwa kujua au wamefungua kwa kutokujua. Ninasimama mbele zako kama mtumishi wako na kama kuhani wako. Ninaomba Mungu ukawarehemu. Naomba Mungu ukawasamehe. Naomba Bwana ukawatakase. Chochote kwenye maisha yao ambacho kimempa adui nguvu kushambulia kupitia ndoto za zinaa za namna nyingi na za tofauti tofauti na ndoto za vyakula, Mungu, ninaomba rehema badala yao. Ninaomba rehema kwa ajili yao. Ninaomba msamaha kwa ajili yao. Katika jina la Yesu, damu ya Yesu Kristo ipite saa hii. Damu ya Yesu Kristo ipite saa hii. Damu ya Yesu Kristo ipite saa hii, na kuwatakasa, na kuwasafisha, na kuwarehemu, na kuwasamehe kwa jina la Yesu Kristo.
Rila na masha. Yes. Asibaki hata mmoja Mungu. Kwa sababu ndio kazi yangu kama kuhani, kusimama mbele zako kwa ajili ya watu wako. Nami nimekuja, naomba rehema kwa ajili yao. Hata yule ambaye alishindwa kuomba rehema, ukaniangalie mimi Mungu, kwa sababu umenipa haki ya kibibilia ya kusimama mbele zako kuomba rehema kwa ajili ya watu ulionipa kama kuhani. Thank you Holy Spirit. Ebu hayo mateso Mungu, wengine wameteseka kwa muda mrefu, hawana mtu wa kumwambia, wanaona aibu hata kusema. Na kuomba Mungu, na kuomba Bwana, ukarehemu, ukamrehemu huyo mtu, ukamsamehe huyo mtu, ukarehemu kila mmoja katika nyumba hii. Rika la kapasha. Wengine ndoto za vyakula zimewatesa. Tunaomba rehema, tunaomba rehema. Rehema zako zinatusaidia kutuponya na maangamizo. Hebu maangamizo yaliokuwa yamelengwa juu ya huyo mtu kupitia hizo ndoto, rehema yako, rehema yako, rehema yako, rehema yako, rehema yako ikamponye, ikatuponye, ikaponye kila mmoja leo, ikaponye kila mmoja leo, imtembelee kila mmoja leo, imguse kila mmoja leo. Thank you Holy Spirit. Thank you. Katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Pigie Bwana Yesu makofi. Hatua ya pili, baada kuomba rehema, maana yake kibibilia lile jambo limekosa nguvu ya kisheria kuendelea kusimama na wewe. Kwa sasa, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kila pando la adui alilolipanda kwenye maisha yako kupitia ndoto za vyakula na hizi za zinaa, kwa mamlaka kwa jina la Yesu Kristo tunaenda kung'oa. Are you ready? Sema kwa jina la Yesu. Maanisha sema kwa jina la Yesu. Maanisha sema kwa jina la Yesu. Kila pando la adui, kila pando la adui alilolipanda kwenye maisha yangu kupitia ndoto za vyakula, kupitia ndoto za zinaa, ewe pando, ng'oka, 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 ng'oka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninakung'oa, nakung'oa, nakung'oa, nakung'oa kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Teketea, teketea kwa moto wa Yesu, kwa moto wa Yesu. Roho ya mauti, roho ya kukataliwa, roho ya magonjwa, roho ya kumwasi Bwana, roho ya kumwasi Bwana, roho ya kupotosha, roho ya kukataliwa, roho ya laana, roho ya maovu uliopitia kwenye ndoto za zinaa na za vyakula, teketea, haribika, teketea, teketea kwa jina la Yesu, kwa moto wa Yesu, kwa moto wa Yesu. Endelea kung'oa na kuharibu na kuvunja. Maanisha mpendwa, hii ni vita, hii ni vita ya hatima. Yekatapaka na mama, yekazakatapapapa. Kila roho chafu zilizopandwa kwenye maisha yangu kupitia mlango wa ndoto, moka kwa jina la Yesu Kristo, 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 moka kwa jina la Yesu Kristo. Nateketeza hizo roho, nateketeza hizo roho, nazifunga hizo roho, nazing'oa hizo roho
Yes. Nazivunja hizo roho. Yes. Kwa jina la Yesu. Yes. Kwa jina la Yesu. Yes. Kwa jina la Yesu. Yes. Toka achia hawa watu. Yes. Toka achia maisha yao. Yes. Toka achia maisha yao. Yes. Toka achia hatima yao. Yes. Toka achia afya zao. Yes. Toka achia ndoa zao. Yes. Toka achia hatima yao. Yes. Kwa jina la Yesu. Mashakata pakarabababa ye kazakarabababa ye kazakadabagababa ye kazakadabaya mandesi karabababa. Toka kwenye maisha ya watu wako, toka kwenye maisha ya watu wako, toka kwenye maisha ya watu wako kwa jina Yesu Kristo. Rakata papababa ye kazakarabababa. Moka kwenye afya zao, moka kwenye ndoa zao, moka kwenye hatima zao, moka kwa watoto wao kwa jina Yesu Kristo. Rekata papapa ye kanama ya karabababa ye kozika nama ya rakada bagada bababa ye kanama ya gareba rikozika da bagaria mandese kete. Toka kwa jina Yesu. Yes. Toka kwa jina Yesu. Yes. Ninafunga hizo roho. Yes. Ninafunga hizo roho. Yes. Ninafunga hizo roho. Yes. Ninafunga hizo roho. Yes. Zisiwe na mamlaka juu ya watu. Yes. Zisiwe na nguvu juu ya watu wao. Ndio Bwana. Kwa jina la Yesu. Yes. 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 Kwa jina la Yesu. Amen. Shakata papa baba ye kazakara baba baba ye kozika nama yakara baba baba rikada bagada baba 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 rakazakata baba baba. Hizo roho kwenye maisha ya watu wako batilika kwa jina la Yesu, batilika kwa jina la Yesu, vunjika kwa jina la Yesu Kristo, teketea kwa jina la Yesu Kristo, haribika kwa jina la Yesu Kristo. Rakata papa papa Omba. karababa baba ye nama yakara baba baba ye kozakata paya rakada baga sheketepa ye nama yakaria gadeba randesia rakozakada Katika baba. jina la Yesu maomba. Amen. Katika jina la Yesu maomba. Amen. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila roho iliyoachiliwa kinyume changu kupitia ndoto, kwa jina la Yesu, ninaifunga hiyo roho, ninaifunga hiyo roho, ninafunga na utendaji wake, usiwe na mamlaka juu ya maisha yangu, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Hizo roho hazina mamlaka juu ya hatima yangu, juu ya maisha yangu ya kiroho, juu ya uchumi wangu, juu ya uzao wangu, juu ya familia yangu. Ninakufunga kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Niliona nikisema niwaache kila mmoja akafanye. Kwenye kanisa namna hii kuna viwango vya watu kiroho viko tofauti. Bila sema kuna wale ndio wanaukulia wokovu, kuna ambao wamekomaa. Ndio maana saa zingine ni kazi ya mchungaji kudiri na kila kitu. Wewe unaweza kujihisi umekuwa kiroho, you can work on that, is good. Na tunapenda ukue kiroho. Lakini somewhere kuna mtu bado anapambana, anahitaji kuvuka hapo. Ndio maana nimeona cha tufanye kwa pamoja. Nyanyua mikono yako. Mungu, hapa sasa napitisha skana, kila mmoja simama. Wala usijali, hautaanguka. Wala usijali, wala sina mpango uanguke, ila hiyo roho mwisho kukutesa. Father, in the name of Jesus, I stand here as your servant, ambao moja ya kazi yangu ni kuangalia watakatifu wako, kuwachunga na kuwalisha kwa mamlaka kuu ya Kristo Yesu. Now kila pando silokuwa la kimungu lilopandwa kwenye kona yoyote ya maisha ya watu hao, iwe ni kupitia ndoto za vyakula kwa staili zake
na kwa tafsiri zake zote, iwe ni kupitia ndoto hizi za kuona zinaa kwenye ndoto, roho zote ambako zimeachiliwa kupitia huo mlango wa ndoto ambao adui aliotumia, maadamu ametubu na maadamu amezikanusha hizo roho na kuzifunga na kuzing'oa, kwa mamlaka ulionipa, kila roho ambayo iko imepandwa kupitia ndoto hizo, sasa hivi kwa jina la Yesu Kristo ninaamuru ifunge virago, iachilie maisha ya watu hawa, kila pando liharibike ndani yao, ling'oke kwa jina la Yesu. Amen. 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 Sema kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. Ninaachilia Ninaachilia damu ya Yesu Kristo damu ya Yesu Kristo juu ya maisha yangu, juu ya maisha yangu, maisha yangu ya kiroho, maisha yangu ya kiroho, maisha yangu ya kimwili. maisha yangu ya kimwili. Ninafungulia Ninafungulia damu ya Yesu damu ya Yesu juu ya kazi zangu, juu ya kazi zangu, juu ya watoto wangu, juu ya watoto wangu, familia ya maisha yangu yote. familia ya maisha yangu yote. Ile damu ya Kristo Ile damu ya Kristo inaonena mema inaonena mema kuliko damu ya Abel, kuliko damu ya Abel, ikanene mema ikanene mema juu ya kila kona juu ya kila kona ya maisha yangu, ya maisha yangu, ikanene baraka, ikanene baraka, ikanene ushindi, ikanene ushindi, ikanene ulinzi, ikanene ulinzi, ikanene kibali, ikanene kibali, ikanene mafanikio, ikanene mafanikio, ikanene kwenda mbele ikanene kwenda kila mbele, kona maisha yangu, kila kona maisha yangu, ikanene ulinzi. ikanene ulinzi. Lango langu la ndoto, Lango langu la ndoto, lango langu la ndoto, lango langu la ndoto, ninakufunika ninakufunika kwa damu ya Yesu. kwa damu ya Yesu, Damu ya Yesu damu ya Yesu iwakayo moto, iwakayo moto, ikalinde lango langu la ndoto, ikalinde lango langu la ndoto, adui asilitumie vibaya adui asilitumie vibaya ili kuathiri maisha yangu. ili kuathiri maisha yangu. Bwana, Bwana, ninakushukuru ninakushukuru kwa kunirehemu, kwa kunirehemu, lakini nakushukuru lakini kwa nakushukuru mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. kila pando la adui Kila pando la adui limeng'oka, limeng'oka, limeteketea, limeteketea, limefungwa. limefungwa. Oh, thank you Holy Spirit. Holy Spirit ananiambia kitu cha ajabu. Ananiambia good luck, sikilize. Anambia good luck, futa kila madhara ambayo yalikuwa ameshaanza. Sikiliza. Unaweza ukanywa sumu, ukanyweshwa sumu, ukawaishwa hospitali, haukufa, ile simu ikaondolewa, lakini ukajikuta umebaki na madhara ya ile sumu. Sijui kama nimeeleka hiyo lugha. So nataka nitumie damu ya Yesu sababu ndio ina nguvu ya kufuta. Sababu unaweza ukaifunga roho fulani ilikuwa inafanya kazi kwenye maisha yako, ukaifunga, ukaiondoa kwenye maisha yako, ukasahau kufuta madhara ambayo ilikuwa imeshaanza kusababisha. Nyanyuka. Father, kila madhara kwa hao watu wazuri, kila madhara yoyote mbaya kwa amesababishwa na hizi ndoto za aina mbili nilizozifundisha kwa mapana. Labda wengine walianza kuugua, wengine labda tumeshafunga hiyo roho lakini ugonjwa kwa umeachwa ndani yake, au wengine alishaanza kuona hizo hali za kukataliwa na kila kitu. Kwa mamlaka ulionipa sasa hivi, natumia damu ya Yesu Kristo kufuta kila dhara kwenye kila kona ya maisha ya mtu ambayo hilo dhara limetokana na ndoto aina yoyote, kwa jina la Yesu. Amen. Kwa damu ya Yesu. Amen. Kwa damu ya Yesu. Amen. Kwa damu ya Yesu. Amen. Wengine mtagundua magonjwa muda mrefu yameisha leo. Amen. Wengine mtagundua kuna hali kwenye maisha yako kwa uelewi na yenyewe imeisha. Yes. Sasa mnaona damu ya Yesu inapita kwa kila mmoja. Inafuta madhara, ina neutralize madhara yote. Yes. Ina turn not into zero, into negative. In Jesus name. Amen. Nyanyua mkono wako, mshukuru Bwana. Mshukuru Bwana. Silete mchezo na mambo haya, ulimwengu wa roho na mambo mengi.
Lakini asante Yesu, kwenye ulimwengu wa roho sisi ndio washindi wenyewe. We are more than conquerors in Jesus. Ila huwezi kupigana kwenye ujinga. Ujinga ni vita kubwa kuliko shetani mwenyewe. Watu wangu wanaangamia kukosa maarifa, sio kwa sababu sio watu wangu, ni watu wangu ila hawana tu maarifa. Nasikia furaha moyoni. Nasikia raha moyoni. Kuna hatima za watu leo Mungu amenisaidia kuziokoa. Kuna hatima za watu kupitia hili somo ambaye adui yako amepanga kuziharibu, lakini kupitia hili somo hatima hizo zimehifadhiwa. Hatima hizo zitaona ushindi. Hatima hizo zitaona baraka. Maisha haya yataenda mbele. Nasikia furaha moyoni. Pigia Yesu makofi, glory. I can feel the joy of the Lord. Yes. I can feel the joy of the Lord. Ghafla tu nimesikia raha na nimejua ni nini. Maanake kuna watu darasa hili la wiki mbili na maombi ambayo Mungu anaambia hata kama wakichelewa acha wachelewe, lakini omba nao. Haya maombi nimesikia ghafla furaha kwa sababu kuna hatima za watu zimehifadhiwa. You see, God has called us as preserver of destiny. Sisi ni wahifadhi hatima. Mtumishi ni mhifadhi hatima. Ndio maana nasikia furaha. Adui alikusudia mabaya, Yesu amekusudia mema. Amen. Nasema maisha yako hayataharibiwa. Amen. Nasema maisha yako hayataharibiwa. Amen. You will enjoy your life. Yes. You will enjoy your destiny. Yes. In Jesus' name. Amen. Father, I thank you. I praise you. I lift your name high. Nakuomba Mungu. Unajua hakuna kitu kinachoniuma kama nikiona maisha ya mtu ameharibiwa. Nakuomba nilindie hizi hatima. Kila aliyoko chini ya sauti yangu, mkono wako uwe juu yake. Yes. Vijana wote walioko katika nyumba hii, mkono wako uwe juu yake. Amen. Mkono wako uwe juu yao. Vijana wa kike na wa kiume. Mungu, kuna mambo mengi yalipanga kuharibu hatima yangu, lakini ulilinda mpaka leo nimesimama hapa. Yes. Na kuomba na hawa uwalinde. Amen. Kuomba hawa wasichana uwalinde. Yes. Kuomba hawa wavulana uwalinde. Amen. Kuomba hawa baba uwalinde. Amen. Kuomba hawa mama uwalinde. Amen. Na kuomba hawa vijana wadogo walinde. Amen. Na kuomba wale watoto kule nje walinde. Amen. Hatima zao zote ziwe bright for your glory. Amen. In Jesus name. Amen. Amen. Nenda ukafanikiwe. Amen. Na Mungu wangu alenituma kwenye kazi hii, huyo Mungu akawalinde, huyo Mungu akawahifadhi, huyo Mungu akawashindie, akaivushe miguu yenu kutoka kwenye mitego ya adui, na kwamba adui hata wakamata nyinyi, wala adui hata shika watoto wenu. Mungu akawahifadhi watoto wenu, Mungu akawalinde watoto wenu. Malaika wa nyumba hii, yule ambaye Bwana alinipa nitumike naye, huyo malaika ahifadhi watoto wenu, ahifadhi hatima za watoto wenu, ahifadhi ndoa zenu, ahifadhi maisha yenu ya kiroho, ahifadhi familia zenu, ahifadhi uchumi wenu. Mungu akawafanikishe kiuchumi, Mungu afanikishe biashara zenu, Mungu afanikishe miradi yenu, Mungu afanikishe hata mtakapomuona ile siku ya mwisho Yesu Kristo ana kwa ana, ya kwamba wewe utarudi nyuma, wewe utamwacha Yesu. Bwana akusaidia usonge mbele na Yesu mpaka Yesu atakaporudi, au sisi tukatangulia, lakini tuwe kwenye mikono ya Yesu. Mpe Yesu makofi, glory. Father, we thank you. Father, we praise you. Rika lana masha yekatakaposi leka pashikato yekatokokosi rika takakaya yeka lakasikatoya yeka pashokote rika takapoya nda yeka lakasikato eka shakata yeka sakata. Nenda na watu hawa Bwana, nenda na watu hawa Bwana, nenda na watu hawa Bwana, nenda na watu hawa Bwana. Pigania watu hawa Bwana,
Saidia watu hao Bwana, tembea nao Bwana, waangazie nuru za uso wako. Shalanama, 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 yanamasha, shalanama. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit.